DSB Digital, haki na ukweli. Bila shaka uko vyema na unaendelea vizuri kabisa na kila kitu kinachoendelea. Hali ya hewa ya Dar es Salaam jana na leo ni hali ya hewa nzuri sana bila shaka, lakini ni nzuri kwa baadhi ya watu, lakini si nzuri kwa wote. Wanasema Dar es Salaam kwa watu ambao tunaishi kwa kurenti, basi kipindi kizuri kabisa cha kutafuta sehemu za kuishi ni kipindi hiki cha mvua. Kipindi hiki utaenda, utaangalia, utaona je, hapa nakaa maji huwa yanakaa, au hii nyumba maji yanaingia, au mto unapita hapa. Utaelewa vizuri. Si kipindi kile cha jua kali, huwezi kungamua kuwa hapa kutakuwaje. Maana kuna sehemu una renti, alafu mvua inanyesha usiku kwa mara ya kwanza, asubuhi unatoka unapiga mbizi ndani, au unaweza ukaamka ukaanza kuvua samaki ukiwa chumbani kwako. Maji yanakuwa yameingia sana. Kwa hiyo hali iko hivyo. Kuna wengine maeneo yao yako salama sana na hiyo watu wanaona kawaida. Sasa inawezekana hali ya hewa nzuri kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine ikawa si nzuri sana. Mvua naona bado zinaendelea licha ya kuwa mwezi uliopita TMA walituambia mvua zinaelekea mwishoni. Sasa sielewi hizi mvua zinazoendelea hivi sasa ni zina ishara gani au zinaitwaje. Jamani, nataka kuzungumza tu hiki kitu kidogo. Irani kabla ya uwasilishaji wa taarifa yake ambao ni majibu ya kupinga agizo la Marekani la usitishaji wa nyuklia. Unajua Marekani alipeleka proposal yake kwa Irani. Moja ya vitu anasema kuwa Irani itatakiwa kusitisha urutubishaji wa urani, halafu kwa muda, yani anasema kwa hivi sasa inaweza ikaendelea, lakini baada ya muda itatakiwa iache, halafu itakuwa na udhibiti, yani kuwa wa 100% kuwa haitofanya vile. Ni kile ambacho nimekuwa nikizungumza kuwa unachozungumza kwenye meza kingine unapeleka karatasi nyingine. Sasa Irani katika majibu yake ambayo inajibu kupitia Oman kwenda kwa Marekani, imetoa mapendekezo yake, imeleta wazo jipya. Yani katika proposal ya Marekani ambayo imepelekwa Irani, wamepeleka ya kwao, yani wamepeleka marekebisho ya hiyo. Ni kama ile ambayo ilipelekwa kwa Hamas na Steve Witkoff, afu Hamas wakasema kuwa hatujaikataa, lakini katika hii kuna vipengele vinatakiwa vibadilishwe. Tutabadilisha hiki na hiki na hiki, kwa sababu Irani wanasema kuwa katika hili hakuna sehemu inaonyesha kuwa vikwazo vinaondolewa lini na sisi tunaunganishwa wapi na mabenki yatafunguliwa au sisi tutafaidika na kipi, kwa sababu mmeleta masharti zaidi kwetu. Lakini katika hili sasa la Iran kuna kitu kimeibuka katikati baada ya kuwa taarifa kuwa Donald Trump amejibu, anasema tunasubiri tuletewe rasmi, lakini anasema kuwa mawazo ya Irani hayakubaliki. Kama alivyojibu Steve Witkoff kuwa mawazo ya Hamas hayakubaliki, na yeye amejibu vile vile kuwa mawazo ya Iran hayakubaliki. Lakini katika hili ya kubaliki, Trump amekunja mbawa zake kuonyesha kuwa licha hayakubaliki, lakini tunaweza tukaendelea na mchakato, kukaa tumalizie baadhi ya vitu. Trump amezungumza, anasema kuwa Irani wanataka mabadiliko, na hasa kumekuwa kuna majibizano kwenye sehemu kama mbili. Anasema sehemu za vikwazo na sehemu za urutubishaji wa urani. Anasema Marekani na Irani zitakutana tena kwenye mazungumzo Alhamisi ili kujaribu kurekebisha baadhi ya kasoro zilizotokea licha kuwa hayakubaliki. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kauli ya ile kuwa ikiwa mtakataa tutawashambulia haijazungumzwa. Yani ni kama Trump amerudisha kucha zake nyuma. Unajua kwa sababu gani? Wiki hii Irani ilitangaza ikasema kuwa imenasa taarifa za kutosha, yani ina siri nyingi ilizozifyonza kutoka kwa Israeli, na siri hizi zinaonyesha hadi nyuklia za Israeli ambazo hazijawahi kutangazwa, sehemu zilipo, zimetengenezwa kwa staili gani, mfumo gani na makombora gani na kila kitu, kuwa Irani amenasa siri nyingi za Israeli. Sasa Irani wamejibu jana wakasema ikiwa Israeli atajaribu kugusa mashambulizi kwenye vinu vya nyuklia au kwenye vyanzo vya nyuklia vya Irani, anasema Irani itajibu kwa njia ile ile ambayo Israeli atafanya, yani njia ile ile ya Israeli na sisi tutajibu vile vile. Yani ukipiga nyuklia tunapiga nyuklia. Angalia hii kauli imebadilika, kwa sababu kauli ya awali ya Irani ilikuwa ikiwa Israeli itatushambulia tunajua shughuli nzima itakuwa imeratibiwa na Marekani.
na sisi tutagonga maslahi ya Marekani Middle East yote, kambi za Marekani, sijui kila kitu cha Marekani, maslahi yote ya Marekani yaliyopo Mashariki ya Kati sisi tutayagusa. Sasa angalia kauli ya Irani ilivyogeuka. Kauli ya Irani inasema kuwa tutapiga pale kama alivyogusa, yani atachogusa kwetu ndio tutagusa kwake, yani tutaenda kupiga nyuklia. Sasa hili limeleta hofu kubwa, limeleta hofu kubwa ndani ya Israeli na limeleta hofu kubwa ndani ya Marekani kuwa huyu uwezo wa kufika hapo anao, kwa sababu tayari uwezo wa vitendo upo, japokuwa uliamua kubabaishwa kwenye vyombo vya habari na vyombo vinavyomilikiwa na watu wa Magharibi. Kwa sababu ukitazama mwaka jana, mfano mashambulizi ya Iran na Israeli, sitaki kukualazimisha uamini kile ninakisema mimi nataka nenda katazame katika mashambulizi ya aina zote. Israeli ilishambulia, Irani ilishambulia. Sasa nenda katazame video za mashambulizi, alafu niambie nani alishambulia au nani aliingiza. Kwa sababu mashambulizi ya Irani yote mara mbili yalipiga sehemu sahihi, yalipiga maeneo aliyotaka. Ya Mei alipiga na Oktoba alipiga sehemu sahihi. Kwa sababu hili linathibitisha kuwa sehemu sahihi. Wakati Netanyahu analalamikia uvujaji wa taarifa baada ya yeye kushtakiwa kuwa kuna watu wako wanavujisha taarifa, yeye akauliza kuwa nani alivujisha taarifa za mashambulizi ya Mei na mashambulizi ya Oktoba kwenda kwenye gazeti la The New York Times. Kwa sababu taarifa zilizovuja kwenda kwenye New York Times ziliainisha, kabla ya kufutwa, ziliainisha kuwa Irani ilifanya mashambulizi na kuathiri, ilipiga ndege za Israel. Yani wakatoa taarifa kamili, kwa sababu Israeli ilizuia hadi vyombo vya habari vyote kufika maeneo ambayo yalishambuliwa na Irani. Wakaziba satellite, zile picha za satellite zile, wakatia ukungu kuwa hauwezi kupiga picha hata kwa satellite kwenye maeneo yote yaliyoshambuliwa na Irani. Kwa ile taarifa ikabaki kuwa ni siri. Lakini Netanyahu akawa anawauliza kuwa ni nani aliyetoa siri kuwapa New York Times kwa athari ambayo waliipata ndani. Lakini tayari macho na video nyingi ambazo hata wewe ukiingia mitandaoni leo ukaangalia kuwa mashambulizi ya Irani yalivyotokea ndani ya Israel, utaona kiasi gani yalikuwa ni mashambulizi makubwa. Unaona kuwa katika mazungumzo, katika meza ya mazungumzo, unaona kuna kitu kinaitwa, wanasema kuwa wamekitanguliza mbele, wanasema kuwa urutubishaji uranium, udhibiti wa makombora ya masafa marefu ya Irani tayari yamewapa athari, ndio maana inatungwa sheria ya udhibiti wa makombora. Kwa hiyo Irani kwa makombora masafa marefu, makombora ya kwenda mbali, nadhani mnakiona kinachotokea Ukraine hivi sasa, drone na makombora yanavyofanya vizuri sana, hayo ni ya Irani. Sasa Irani wanamwambia Israeli kuwa ulikuwa unatutisha sana kuwa utapiga nyuklia. Nadhani Irani waliwekeza kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kuwa hii kauli tuiondoe. Ili kuondoa hii kauli ni lazima na yeye tumtafute hapo hapo. Sasa Israel ilichokuwa natamba kuwa sehemu za nyuklia zake zilikuwa hazijulikani ziko wapi. Yani kuwa nyuklia zipo lakini zimehifadhiwa wapi, au vinu vyake viko wapi, maeneo yako wapi. Sasa Irani alivyowekeza mamilioni ya dola na mahaka wa kutosha, wakaenda wakadukua zile taarifa nyeti, kuanzia usaidizi wa Ufaransa, Uingereza, Marekani, wote wametoa usaidizi wa hali ya juu. Sasa Irani anaipelekea proposal Marekani katika hayo kuwa hatutaki hayo mnayoyazungumza, na sisi tunachotaka sasa jumuiya za kimataifa ni hivi, tunataka Israeli iangamize nyuklia zake. Na hili anaiambia Marekani kuwa sasa wewe Marekani tunataka uiagize Israeli iangamize nyuklia zake, kwa sababu sisi ushahidi tunao kuwa Israeli anazo nyuklia, na ushahidi waliomsaidia Israeli kuwa na nyuklia sisi tunao, na wote wanaoendelea kutoa usaidizi kwa Israeli kuwa na nyuklia sisi tunao, na ndio hao wanapambana na sisi kuzuia nyuklia zetu zisiendelee. Sasa Irani anamwambia Israeli, ukigusa A nagusa A, ukigusa nyekundu nagusa nyekundu. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukaona kauli za Trump kama zimeshuka chini kwa sababu tayari kuna tishio la kuwa ukigusa nagusa. Kwa hiyo nani amguse mwenzake. Kwa hiyo ndio maana unaona kuwa hiki kinatokea hivi sasa, kuwa Irani anawapa shinikizo kuwa ambalo wanaona kuwa mbona sasa amekuja pabaya. Sasa tuone sasa kuwa Israeli wataendelea na mpango wao, kwa sababu tayari Irani wamekataa mapendekezo, halafu wakati huo wanarudisha kwa Trump anasema no, hatuendi kushambulia, tunarudi kwenye meza kuzungumza, kurekebisha baadhi ya vitu ambavyo havijakaa sawa. Umeelewa hii kauli imetoka wapi? Yaani hii inaitwa mbwai. Asanteni jamani. Rahby Digital, haki na ukweli.